Habari za wakati huu hapa mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi kupitia chaneli yetu ya Even TV. Mahali popote pale ulipo, matumaini yangu mzima wa afya tele, lakini kama una changamoto yoyote basi pole sana. Karibu katika muendelezo wa simulizi ya Njia Zisizorudi, na baada ya kuishia katika episodi ya 4, na leo hii nakuletea muendelezo wa episodi ya 5. Sehemu ya 4 tuliishia ambapo Juma kwa sauti ya matumaini alikuwa akijizungumzia moyoni mwake akisema, na hata kama dunia inalazimisha giza, ndoto yangu bado ni mwanga. Nitalinda familia yangu, Aisha na maisha yangu ya kweli. Na hapo ndipo ambapo tuliishia katika episodi ya 4. Episodi ya 5, nini ambacho kinaendelea? Karibu sana. Msimuliaji wako ni Kiliwan. Karibu. Katika episodi ya 5 ambapo tutakwenda kuangalia katika simulizi hii siku ya leo, mapenzi kwenye kimvuli cha uongo. Simulizi yetu inaanzia ambapo upepo wa jioni ukivuma taratibu, mbwa wakilia mbali, ndege wakiwa wanarukaruka juu. Baada ya kupata pesa za Rashidi, maisha ya Juma hayakuwa rahisi. Kila hatua ilikuja na giza lake. Lakini kando na hofu na hatari, moyo wake ulikuwa ukiwasha na kitu kilicho bora zaidi: upendo kwa Aisha. Lakini upendo huu haukuwa huru, ulikuwa kwenye kivuli cha uongo na siri. Sauti ya miguu ya Juma ikisikika ikipita kwenye barabara yenye majani, maji yakiteleza taratibu. Aisha akiongea kwa sauti ya chini yenye hofu na uchungu. Juma, najua umeanza njia hiyo ya haraka, na najua familia yako inahitaji, lakini najua pia kuna jambo ambalo haujanieleza. Juma akajibu kwa sauti yenye hofu na upendo mchanganyiko. Aisha, nilijaribu kukulinda, lakini dunia imekuwa ngumu. Lazima nitafute njia yangu mwenyewe. Aisha kwa huzuni lakini kwa upendo mkubwa akamwambia Juma, naona giza limeanza kuingia kati yetu. Kila kitu kilichokuwa rahisi sasa ni changamoto, na najua usiri wowote utaharibu yote tunayopenda. Mapenzi ya kweli mara nyingi huanza kwa uwazi, lakini Aisha na Juma walijikuta wakicheza kwenye kivuli cha uongo, kila maneno yakibeba mashaka. Mara sauti ya oni ndogo ya gari, kelele za sokoni, majani yakisogea. Rashidi akizungumza kwa sauti ya hila, akicheka kidogo. Hii ndio ya kuvutia. Juma, mapenzi ya kweli yanapokutana na tamaa, huzuni huwa ni mwanzo wa michezo. Aisha anapenda mwanga wako, lakini kama dunia imekuwa giza, nani ataishi? Juma akipiga kelele kwa ndani, sauti ya mchanganyiko wa hofu na hasira, akajibu, Rashidi, usiingilie, hii sio mchezo. Aisha ni muhimu kwangu, si kitu cha kucheza nacho. Lakini Rashidi alijua siri zote za familia na ndoto ya Juma. Alianza kutumia hali hii kujaribu kuleta mashaka kati ya mapenzi ya Aisha na Juma. Mara sauti ya simu ikasikika ikiita, kengele ya mlango ikifunguliwa kwa nguvu. Aisha akilia kidogo, akizungumza kwa huzuni, Juma,
Nimesikia maneno kutoka kwa wengine. Wanasema umekuwa mbali na mimi. Naona sina uhakika kama unaweza kuaminika. Juma akilia kwa ndani, lakini akizungumza kwa sauti yenye nguvu ya upendo. Aisha, mimi kila kitu nilichofanya kwa familia na kwa ndoto yetu, si kwa sababu ya kutokupenda. Na kupenda zaidi ya kila kitu. Sauti ya mvua ndogo ikianza juu ya paa, upepo wa jioni unabadilika kuwa tamu. Na kwa wakati huo, Juma alijua kuwa upendo wa kweli hauwezi kufichwa, lakini uwepo wa uongo na siri ulilazimisha maamuzi magumu: kuzungumza ukweli au kuendelea kuandika historia ya giza. Mara sauti ya miguu ya Juma ikipita ikasikika, mlango wa nyumba ukifungwa taratibu. Juma kama kawaida akizungumza kwa sauti ya hofu na matumaini. Lazima nionyeshe ukweli, hata kama utamfanya Aisha kuumia. Huu ni upendo, si mchezo. Aisha, sauti yake ilibadilika kuwa yenye matumaini kidogo, akibembeleza moyo wake. Juma, kama tutakuwa wamoja, lazima tuwe wa kweli. Hakuna kivuli, hakuna siri, hakuna giza. Na hivyo mapenzi yao yalipitia majaribio la kwanza kubwa. Kila hatua ilijaribu ujasiri wa moyo. Kila usemi ulitakiwa kuonyesha ukweli. Lakini dunia bado ilikuwa na giza lake. Na Rashidi alikuwa tayari kufanikisha kila udanganyifu ili kupoteza kile kilicho safi. Huu ulikuwa mwanzo wa mapenzi yaliyochanganyika na jaribio, hofu na ukweli. Juma na Aisha walijua upendo wa kweli hauwezi kufichwa, lakini uwe na ujasiri kuushughulikia. Mwisho wa episodi ya 5. Lakini kama kawaida na kuacha na funzo, upendo wa kweli unahitaji ukweli na ujasiri. Kila kivuli cha uongo kinaweza kuharibu furaha, lakini kwa uwazi na moyo safi, mapenzi yanaweza kustahimili kila aina ya giza. Usikose kufuatilia episodi ya 6 ya simulizi hii, Njia Zisizorudi. Msimuliaji wako ni Kiliwan. Nikutakie wakati mwema. Tukutane katika episodi ya 6.